Amani ya Bwana iweze kuwa nanyi. Tunakwenda kuangalia katika siku ya leo uhusiano mkubwa wa Jumapili, kusimama kwa Jumapili na kufungwa kwa mlango wa rehema. Wakati wa haya matukio yanavyozidi kutukia, kuna wakati nazidi na tamani hata kulia kwamba ukweli kwa namna maisha yanavyokuwa na watu wanavyokuwa wanazidi kujisahau, kuna hatari ya kufungiwa nje. Mlango wa rehema ukafungwa, mtu akadhani bado yupo kwenye kweli, kumbe ameshatoka kitambo na asijitambue. Sasa tukiangalia onyo ambayo lilikuwa limekwisha kutolewa na Kristo, onyo lililokwisha kutolewa na Kristo katika kitabu kinaitwa Mathayo sura yake ni ya 24 mstari wa 15. Bwana aliwaambia hivi: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na fahamu. Kwa hiyo ili andiko lilikuwa limetajwa likielezea wakati wa Danieli, wakati wa Yesu baadaye wa Yerusalemu, lakini ilikuwa na pande mbili, na nitakuja kukuonyesha katika roho nabii ya kwamba linaelezewa pande mbili, na pande ya pili ni wakati wetu, wakati ambapo tutakuwa tumesimamishiwa chukizo la uharibifu. Chukizo litakaposimama, yani kupingwa kwa sheria ya Mungu, sehemu ya sheria ya Mungu, siku tofauti kuwekwa hapo, ndipo ambapo tutajua kwamba hapo tumekuja kufikia kipindi ambacho hatuwezi kufumba macho tena. Sasa ninaomba niweze kukupeleka katika roho nabii, kusomea katika Testimony to the Churches Volume 5 na kusomea ukurasa wa 451. Sikiliza, twende pamoja watoto wa baba, tusikilizane vizuri hapa, twende pamoja. 451. Kusimama kwa sheria ya Jumapili. Kusimama kwa sheria ya Jumapili. Jumapili kuna phases mbili, lazima kwanza iweze kuanzia katika taifa la Marekani, na hicho ni kitu ambacho tunatakiwa tukielewe. Sheria ya Jumapili haisimami ikasimama dunia yote sehemu mara moja, hapana. Itasimama kwanza, itafanya kazi katika Marekani. Huko ndiko ambapo vitaanza, na mpaka sasa kuna baadhi ya maeneo katika Marekani yameanza kuitekeleza hii. Na swala la kusikitisha hilo kwamba tayari kuna maeneo ambayo tayari wamekusha kuwasiliana, lakini bado haijawekwa kama taifa. Ndio kitu tunachokisubiri sana kwa hamu, ambapo itatuonyesha kwamba kweli kikombe cha maovu cha dunia yetu kimejaa. Sikiliza, twende pamoja. 451 paragraph yake 300. Ya kwanza, hii ni Testimony Volume 5, anasema kwa amri inayoshinikiza au inayolazimisha kwa nguvu taasisi ya upapa kukiuka sheria ya Mungu, taifa letu, yani taifa la Marekani, litajiondoa kabisa kutoka kwenye haki wakati Uprotestanti utakaponyosha mkono wake kuvuta guba ili kushika mkono nguvu ya Kirumi itakapoamua kufikia shimo la kuzimu ili kuunganisha mikono yake na umizimu, wakati chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu, nchi yetu yani Marekani. Kumbuka Mama White alikuwa ni Marekani, ndio maana anasema ni Marekani kwa sababu yuko Marekani. Sikiza, itakataa kila kanuni za katiba yake kwa kuwa kama serikali ya Kiprotestanti na ya jamhuri, sababu hiyo ndio katiba ya Marekani inavyoelekeza. Yenyewe ni katiba ambayo ni ya Kiprotestanti, of course haiungani na upapa kwa namna yoyote kwa mujibu wa katiba yake. Na ni jamhuri secular, na ni secular state, na itatoa fursa ya kusambaza uongo wa upapa na udanganyifu wake. Basi tufahamu kwamba wakati umefika wa shetani kufanya kazi yake vyema na kwa jinsi ya ajabu, na ule mwisho utakuwa umekaribia. Testimony to the Churches Volume 5 451.1. Alafu ndio maana hapa tunakuja kuona huyu mfalme au mnyama aliyetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 ametajwa. Ukianzia hapo anasema 13:11, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Huku kupanda ni kule kuimage kuanza kwa taifa la Marekani, lakini sasa tunakuja katika mstari huu wa 11 kipengele cha pili, ndio anasema alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Ndio kule kusimama kwa Protestanti na jamhuri, katiba bado kuzingatiwa, lakini anasema na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Hiki ndio kipande cha mwisho cha mstari tunaokisubiri.
Mnyama wa Ufunuo 13, mnyama wa huu mstari wa 11, atakaponena kama joka, ndipo kusimamishwa kwa sheria ya Jumapili, sehemu ya sheria ya Mungu. Sikilize kwa makini, na hata ambao watu bado ni wafuasi wa Sunday waweze kusikiliza tu kwa upendo kabisa, maana tunapendana kabisa, tunapendana, lakini ukweli lazima uenda ukatugawa, lakini inabidi tuweze kuelezana ukweli ni upi, ili mtu atakapofuata ambapo atadhani ni haki, basi ni yeye. Lakini katika hili Bwana amekwisha kutuonya. Wapo wanaoshinikiza, leo nabii anasema kwamba wapo ambao kati ya wanaoshinikiza isimame Jumapili hawajui wanachokisema, hawajui. Tutasoma hapo katika nukuu. Hawajui, hata waliopo Jumapili leo hawajui. Wengine wanafurahi kwamba itakaposimamishwa watafurahi, wale ambao wanapinga Jumapili watajijua, watakoma siku hiyo, lakini hawajui nini kipo katika pazia. Ndio Yesu anapoambia Bwana wasamehe, hawajui watendalo, ndio hichi kinakuja kufanyika mwishoni. Lakini tunaangalia na mlango wa rehema kufungwa. Somedos 2 anasema kwa kuwa kukaribia kwa majeshi ya Kirumi ilikuwa ishara ya kwa wanafunzi kuwa uharibifu wa Yerusalemu umekaribia. Hebu basi ukengeufu wa imani hii uwe ni ishara kwetu kwamba kikomo cha uvumilivu wa Mungu umefikiwa, kikome cha uovu wa ulimwengu wetu kimejaa, na kwamba malaika wa rehema yu karibu kutuacha. Malaika wa rehema yu karibu kutuacha na asirudi tena, anarudi mbinguni. Kwa nini anasema malaika wa rehema? Hapa tunarejelea katika sura ya 7 ya kitabu cha Ufunuo, pendwa katika Bwana. Unaona Kwa nini? Kwa sababu katika sura hii ya 7 ya kitabu cha Ufunuo tumeelekezwa kwamba kuna malaika 4 katika pembe walitumwa kwanza kuidhuru nchi, lakini kuna malaika wa rehema mmoja aliwaendea na kuambia msiidhuru nchi wala bahari. Kwa nini? Kwa sababu hatujawatia, mpaka tuwatie muhuri watu, watoto wa Mungu wetu watiwe kwanza muhuri. Kwa hiyo huyu malaika wa rehema yuko karibu kutuweka, lakini itakaposimama ili chukizo katika Marekani, ndipo tujue ya kwamba malaika huyu yuko mbioni kutuacha. Na atakapotuacha nini kinafuatia? Maana yake malaika 4 hawatakuwa na kizuizi, wataachia pepembo hizi 4 katika ulimwengu, ndipo machafuko yatakuja kuanza. Machafuko yatakapokuja kuanza, Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Ndio tupasome hapo sura ya 7, tasoma vizuri pia kwa wakati wake, kwa wakati wako mwenyewe vizuri, utaona. Baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi. Na hapa tusikilizane, tutakuja kusema hapo mbele wajibu wa watu wa Mungu kwa wakati huu ambapo malaika 4 bado wamesimama, wamezishika nchi, wakizuia pepo 4 za nchi. Pepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mtu wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisemaje? Msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokusha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Hiyo ndio kazi ya huyu malaika wa rehema. Lakini leo nabii nasema kwamba huyu malaika wa rehema anakuja kutuacha, na dalili itakayotuonesha kwamba malaika amekaribia kuacha ni kusimama kwa Jumapili. Na rehema kufungwa kwa milango huu tutaenda kusoma mbele katika ukurasa wa 711 na 712. Sikiliza kwa makini. Basi baada ya hapo watu wa Mungu watatumbukia katika taabu kubwa na mateso ambayo manabii wameielezea, na wakati huu utakuwa kama wakati wa taabu ya Yakobo. Kilio cha waaminifu wanaoteswa kitakwea hata mbinguni, kitakwea. Kwa hiyo hatusubiri leo kusema ya kwamba baada ya hapo tutakuwa na muda mwingi wa kudhani ya kwamba tunao muda tulionao ni sasa. Lango utafungwa. Kwa nini? Kwa sababu wale ambao watakuwepo katika hichi kipindi baada ya kusimama kwa Jumapili, kinachofuata ni taabu ya Yakobo. Na katika taabu ya Yakobo unajua ni nini? Rehema ya Mungu inakwenda kusha kufungwa. Mlango wa rehema kwa wote unakwenda kusha kufungwa. Manake wao watu wengine watakuwa wanasimama kwa haki yao, na hakuna muombezi atakuwa hapo, kwa sababu kusimama kwa lile chukizo, Yesu anakuwa amekwisha kutoka katika chumba cha pili cha muombezi, na kutoka kwake ni nini? Hakuna muombezi tena. Na anasema mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu, na mtakatifu azidi kutakaswa.
Kwa makundi haya mawili yatakuwa yapo hapo, hakuna tena mtu kubadilisha. Tazama, mlango wa rehema unakuwa umekwisha kufungwa. Kusimama kwa Jumapili Marekani ndio tiketi, ndio tunapigiwa indicator, na sasa zinazidi kujifungamanisha, nguvu zote zinazidi kujifungamanisha, zile jitihada zote zinazidi kufanywa ili kusimamisha chukizo hili, lakini watu wa Baba wasiweze kuwa tena katika upofu, siweze kuwa katika upofu. Tunaenda kwenye ukurasa tuliokwisha kuahidiana, ukurasa wa 700. Tusikilizane kwa makini watoto wa Baba, tusikilizane kwa makini. Haya mambo yanahusiana na ufalme wa mbinguni, haya mambo yanahusiana na mwisho wa wakati wetu. Tusikilizane kwa makini. Tuanze na hii 711.4. Anasema kuna wengi hata miongoni mwa wale wanaohusika katika harakati hii ya kutekeleza ushinikizaji wa Jumapili ambao wamepotoshwa kuona matokeo ambayo yatafuatia hatua hii. Hawaoni kwamba wanagoma moja kwa moja dhidi ya uhuru wa dini. Hawaoni hicho kitu nyuma ya pazia. Wanabaki tu na vile kupigiana debe, lakini hawajui maskini wa Mungu, fumbwa macho kabisa. Unaona? Kuna wengi ambao hawajawahi kuelewa madai ya Sabato ya Biblia na msingi wa uongo ambao utaratibu wa Jumapili umewekwa. Wengi sana, hata ambao bado wanashika Jumapili leo hawajui, hata waliopo katika Sabato leo nao hawajui uzito wa kusimamishwa kwa Jumapili. Ndio maana wanaenda tu Jumamosi, Jumapili wanaenda tu kama vile ni mazoea, lakini tunazidi kusogelea mwisho wa wakati. Sikilizeni watoto wa Baba, leo haiwi kama jana na jana si kama kesho. Sikilizeni. Vuguvugu lolote la kuunga mkono sheria ya kidini kwa hakika ni tendo la kukubaliana na upapa ambalo kwa vizazi vingi limepiganwa kwa kasi dhidi ya uhuru wa dhamiri. Utunzaji wa Jumapili unadaiwa kuwepo kwake kama taasisi inayoitwa ya Kikristo kwa siri ya kuasi Jumapili itakapotangazwa. Wengi hawajui bado siri nyuma ya pazia. Lakini tuendelee, tuone katika ukurasa wa 712. Hapa anasemaje? Vuguvugu la mageuzi la kitaifa likitumia uwezo wa sheria za kidini litakapokuzwa kikamilifu litadhihirisha kutovumilia na uonevu ule ule umeenea katika enzi zilizopita. Kisha mabaraza ya wanadamu yalichukua haki za uungu yakiponda chini mamlaka yao ya kidhamiri ya uhuru wa dhamiri na kufungwa gerezani, uhamisho na kifo vitafuata kwa wale wanaopinga maamuzi yao. Haya ndio mambo yatakayofuata. Lakini nini ikiwa upapa au kanuni zake zitakuwa tena katika mamlaka na moto wa mateso utawashwa dhidi ya wale ambao hawatatoa dhabihu, dhamiri na ukweli kwa kuheshimu makosa ya watu wengi. Uovu huu uko katika hatua ya utambuzi. Tunaelekea wapi? Lazima tuelewe. Mmoja anasema kwamba tuwaonyeshe watu mahali tulipo katika unabii. Tuwaonyeshe watu fungwa kwa mlango wa rehema. Chukulie katika gombo la 7 mara moja tena. Ila tumalizane na hili la 5 kidogo ndio niende hapo. Anasema wakati Mungu ametupa nuru inayoonyesha hatari zilizo mbele yetu. Bwana ametupatia nuru, ametuonesha hatari iko mbele yetu ni hatari gani. Anasema tunawezaje kusimama wazi machoni pake ikiwa tutapuuza kuweka kila juhudi katika uwezo wetu. Takiwi kupuuza. Je, tunaweza kuridhika kuwaacha wakutane na swala hili muhimu bila kuonywa? Hatuwezi. Ndio maana tunazidi kupeleka mahubiri, kuwaambia watu ya kwamba tunapoelekea siko na litakaposimama chukizo hili, litakapotangazwa hapo, jueni ya kwamba tuko kwenye hatihati ya kufungwa kwa mlango wa rehema, lakini pia ya kupoteza haki ikiwa hatujasimama kikamilifu kwa Bwana. Sikilizeni, tusikilize watoto wa Baba. Hapo tumalize, tuingie gombo la 7 sasa. Sikiliza. Jumapili. Kumbuka Jumapili kusimama kuna hatua 2 tumekwisha kusema. Sasa katika gombo la 7 tuangalie. Mara ya kwanza tasimama katika taifa la Marekani
peke yake. Ya pili atasimama na kuenea kote katika dunia. Hiyo ni second stage. Twende katika gombo la 7. Gombo la 7, Testament of the Churches volume 7 kurasa 141. Sikilize hapo sasa tena watoto wa baba. Nasema hivi, kamwe, sikiza, kamwe ujumbe huu haukutumiwa. Tuanze hapa tu moja kwa moja. Nasema dunia hii imekaribia kufika mahali ambapo Mungu atamruhusu mharibifu kufanya mapenzi yake juu yake. Kuingizwa kwa sheria za wanadamu katika sheria ya Mungu, kuinuliwa kwa mamlaka ya kibinadamu ya Jumapili badala ya Sabato ya Biblia ni tukio la mwisho katika mchezo wa kuigiza. Hilo ndio tukio la mwisho katika mchezo huu, unaitwa ni kama drama, kwa sababu tunaangalia kwamba kila mmoja anamvizia mwenzake. It's like a drama, mchezo wa kuigiza huu. Lakini la mwisho kabisa ni kusimama kwa sheria ya Jumapili. Alafu wakati uingizwaji huu wa mbadala utakapokuwa wa ulimwengu wote, baada ya stage ya kwanza ya Marekani, manake dunia yote itafaswa kufuata sasa. Na utakaposimama katika ulimwengu wetu, Mungu atajifunua. Kumbuka hapo ni kipindi tumekwisha kuingia katika kipindi cha taabu ya Yakobo. Mungu atajifunua. Ndio anasema atatokea kwa utukufu kusitisha sana dunia, kutikisa sana dunia. Atatoka katika kiti chake kuwaadhibu wakazi wa ulimwengu kwa uovu wao, na nchi itadhihirisha damu yake na kutawafunua, haitawafunika tena waliouawa. Kuenea kwa Jumapili katika dunia yote ni stage ya pili. Lakini stage ya kwanza tunakuwa tumekwisha kujua kutangazwa kwa Marekani. Marekani kusha kutangazwa, tayari tunajua kwamba tupo katika kipindi malaika wa rehema anatoka katika dunia soon. Sasa wapendwa sana, tupo katika hatihati. Unaona, tupo katika hatihati. Lakini sasa wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu ni nini? Sikilizeni watoto wa baba, kwa sababu bado wakati huu malaika wale wanne bado wameshikilia pembe 4 za nchi, wamesitishwa na malaika wa rehema. Sasa kwa sababu wamesitishwa na malaika wa rehema, then tunatakiwa tufanye nini katika wakati tulio nao? Tunatakiwa tufanye nini? Tunatakiwa tufanye nini? Angalia sana usije ukajikuta ya kwamba mlengo wa kanisa lako umeanza kuyumba. Hata nashangaa, unajua kuna wakati baadhi ya makanisa tena hata injili kama hii haipelekwi. Watu wanazidi kuambiana maneno laini wakati tulio nao. Wapendwa, hapana. Nilitakiwa tuwe makini. Maana gani? Tupo katika mwisho. Sikiliza hii nukuu. Sikiliza kwa makini. Roho za watu zinaning'inia tena katika mizani. Aning'inia katika mizani. Sikiliza kwa makini uone uzito uliopo. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kutangazwa kule, hata ambao bado wako gizani kwa swala la Jumapili kuhusu siku ya ibada, bado mlango wao utafungwa pia, kwa sababu hapo kutakuwa tena na mwombezi. Lakini maadamu wakati bado upo, watu waweze kujulishwa. Mtumishi Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia, ametueleza katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu kuwa ushuhuda. Yule atakataa na akatae, yule atakubali aungane na jeshi la Kristo, asimame upande wa Kristo, ili tumpunguzie wateja shetani. Haya, sikiliza 6T Testament of the Churches volume 6 kurasa wake ni wa 21 paragrafu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasemaje? Wakati malaika wanashikilia pepo 4, sisi tunapaswa kufanya kazi kwa uwezo wetu wote. Tunapaswa kubeba ujumbe wetu bila kukawia, maadamu malaika bado wameshikilia pepo 4. Ndio unaona kuna baadhi ya mambo yanayofanyika, vita vinavyopiganwa, madhara yanaanza kujionesha kidogo kwa nchi hizi zinazoendelea. Lakini nini?
hapo bado tunaambiwa, ni kama tunaamshwa kwamba kuna wakati pepo 4 zitaweza kuachiwa, na zikiachiwa hakuna tena nafasi. Maadamu wakati bado upo, maadamu hawa malaika 4 wameshikilia hizi pembe, wanapaswa watoto wa Mungu kupeleka Injili. Tena anasema bila kukawia, tubebe ujumbe wetu. Maranatha. Sikiliza, ni lazima tutoe ushahidi. Lazima tutoe ushahidi kwa ulimwengu wa mbingu na kwa wanadamu katika enzi hii inayozorota, kwamba dini yetu ni imani na nguvu, ambayo Kristo ndiye mwanzilishi wake, na neno lake ni neno la Mungu. Nafsi, sikiliza hii, nilikwambia hata wakati wa nyuma, nafsi za wanadamu zinaning'inia kwenye mizani. Unajua hapo ndipo ambapo kunahitajika kuingia katika pande moja kati ya mbili, aidha uzima wa milele au kuingia katika kifo cha milele, inaitwa mauti ya pili kwa mujibu wa Yohana wa Ufunuo. Nafsi za watu zinaning'inia. Utachukua upande gani? Kama makanisa yanachukua nafasi gani kuwaonya watu katika kipindi hiki? Unaona? Kama hakuna chochote, unaona, bali zitakuwepo tu ni injili laini. Watu wa Mungu watabaki kwenye makanisa lakini hawana chochote. Ndio, kuna mtu mwingine nimewahi kumuuliza, na ni Mwadventista tu, na amuuliza Yesu anafanya nini mbinguni na hajui. Amepumzika. Yesu amepumzika kwa hiki kipindi tulicho nacho? Mtu hajui ujumbe wa malaika watatu. Kanisa yanafanya nini? Makanisa yanafanya nini? Malaika watatu, ujumbe haujahubiriwa. Mahubiri leo yakiwekwa, ujumbe huu usihubiriwe. Kwa nini? Na tupo katika hichi kipindi ambacho kikisha simama hili chukizo, na tumekusha kuona dalili zinazidi kwenda juu sana, zinazidi kukaribia wakati wa mwisho. Ni nini ambacho makanisa yanafanya leo? Ni nini ambacho wewe kama wewe jiulize katika kichwa chako uko nacho? Unaona, Mama White anasema kwamba kuna ukweli mwingi sana katika early writings. Kuna ukweli mwingi sana, lakini ukweli wa sasa ndio unapaswa kutangazwa. Ukweli wa sasa ndio usomwe na kuelezewa. Ukweli wa sasa, unajua ukweli wa sasa kiasi gani? Unaona, tuko katika mwisho na kufungwa kwa mlango wa rehema. Jiulize, na huo ndio wajibu tuliobakizwa nao. Bwana na akatusaidie sana. Bwana na akatusaidie sana. Biblia na roho ya unabii uweze kuwapeleka watu kujua mahali tulipo katika unabii. Mahali tulipo katika unabii.